Watukufu wa Islam, binadamu ni viumbe waliokuja katika hii dunia kwa kuletwa na Allah kwa malengo maalum, na wana muda maalum wa kuishi katika hii dunia, na mwisho wa siku wote watakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamal ahlu wal malu wal ahluna illa wadai'un wala budda min yawmin an turadda al wada'i. Sisi sote ni amana ya Allah, sisi na tulichokimiliki, na ipo siku amana hii itarudi kwa Allah. Miongoni mwa utashi aliokuwa nao mwanadamu, huwa anapenda kujua sababu ya kila kitu. Hata hizi ibada ambazo tunafanya, binadamu huwa anapenda kujua kwa nini tunafanya hivi, nini hekima ya hili. Kule Maka kuna mwaka tuliwahi kuandamana na bwana mmoja, alikuwa kila tukio tawaf, sa'i baina Safa wal Marwa, kwenda Arafat. Anauliza, sasa kwa sababu gani tunafanya hivi? Tukizunguka hiyo Al-Kaaba ndio Mungu anapata kitu gani? Maswali kwa maswali. Binadamu anakuwa anataka kujua, pengine kwa nia nzuri, kwa kutokujua na kuuliza sana. Na kweli Mwenyezi Mungu katika baadhi ya mambo anatuambia, nimewafanyia hivi kwa sababu fulani, nimewaletea hili kwa hekima fulani, mutalifanya hili kwa hekima 1, 2, 3. Inaweza ikawa 1, inaweza ikawa 2, inaweza ikawa 3. Anaweza akakwambia baadhi, anaweza akakuficha baadhi yake. Lakini kuna mengine hakutuambia hikma yake, katuambia tufanye nini, ni amri. Na mengine anatuambia mtume wake, hilo ni kwa sababu 1, 2, 3. Na mengine hatujui kabisa. Ikiwa kama Muislamu ukijua kuna ibada na hiyo ibada hekima yake ni fulani, fanya. Maadamu aliamrisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huijui pia hekima yake, si lazima ujue, inatosha kwamba ni amri kutoka kwa Allah kwako wewe, fanya hata bila hujui hekima yake nini. Kwa sababu ingelikuwa kila ibada au kila jambo tunalolifanya tunajua hikma yake, tunasema ulama, lama kana lilimani maana, hizi imani basi zisingekuwa na maana yoyote. Hii imani yetu na itikadi na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata amri zake, kama ingelikuwa tunajua tunafanya hili kwa sababu fulani, singekuwa na maana yoyote. Mara nyingine ile kuambiwa fanya kitu fulani ukafanya bila kuuliza wala bila kujua faida yake au thamani yake, hii ni muntaha al-iman. Inaonyesha mtu kiasi gani ametosheka, ana upendo, ameridhika na yule anayemwamrisha fanya jambo fulani. Tutoe mfano, baba au mama kama amekwambia, mwanangu, kila Ijumaa inabidi uje nyumbani, mimi natoa amri hiyo. Usimuulize baba, kwani wewe utakuwa unapata faida gani mimi kwa kuja kwako hapa? Naona nakuja Ijumaa leo ya 10 hujaniambia chochote. Inatosha ile kwamba umefuata amri ya baba yako. Inatosha kwamba aliyeniamrisha mimi kuja hapa ni mama. Kwa hiyo kuna hekima, hakuna, nimeona maana ya hilo, sijaona, ni muhimu kwako kufuata amri. Sasa hapo tunapata swali ambalo linajengeka. Tunajua kwamba Ramadhan Mubarak iko just around the corner, na wengi kila siku as-sualu alladhi yatrahu nafsahu, huwa tunauliza sana, limadha kataba Allahu alaina as-siyam, limadha faradahu Allahu alaina. Huwa mtu anajiuliza, tunakaa na njaa, makiona itanjaa,
mpaka usiku mpaka jioni, Mungu anapata faida gani? Kuna faida gani? Kwa nini tumeambiwa haya? Linaweza likawa swala hili yataraddadu ala adhani alkathirin min almuslimin. Inawezekana kwa kujua au kwa kutojua akawa mtu anajiuliza maswali hapati majibu. Suala mama, kwa nini au kwa hekima gani tunafunga? Kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa hekima na baadhi ya matunda na thamarat ambazo tunapata tunapofunga. Akasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhir al-ayat. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyamu, mumefaradhishwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishwa waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun. Allah anawaletea hii saum liyatagharrasa fi qulubikum hadhihi, hichi kitu ambacho kinataja mche huu, mmea huu wa takwa upate kukita katika nyoyo zenu, muwe wacha Mungu. Itakutengezeni funga, mtafika pahala mtaupata ucha Mungu. Nini faida yake ucha Mungu? Hapa duniani tunaishi sote, nasema a'naquna ishra'abat tandhuru ila aljanna, sote kila mmoja anafanya bidii kwenda peponi, kila mmoja anafanya bidii akapate jannatul khuld. Hiyo pepo ina watu wake watakaoingia kule, wana vigezo vyao, lakini kila ukisikia pepo inazungumzwa utasikia awsafu ahli hadhihi aljanna, mmoja katika sifa zao at-taqwa, ni kuwa na ucha Mungu. Sikiliza hizi aya katika suratu Zumar, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum, wakachungwa wakaelekezwa waliomcha Mola wao wakapelekwa wapi? Peponi. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, ila aljannati zumara. Lakini lengo yao, sifa yao, alladhina ittaqaw rabbahum, waliomcha Mola wao, walioupata ucha Mungu wakafika. Tena wakifika utakuta milango yake imeshafunguliwa. Yani mtu anapokualika hataki upate tabu, hata ukifika pale uanze kugonga, uanze kutafuta kengele, uanze kujitambulisha, yani ukifika kila kitu amekieka sahali, kwa milango iko wazi, watu wote pale umepewa ripoti kwamba unakuja, unakuta huko kuna usahali fulani. Walillahi mathalul a'la, watu wa peponi watakapofika katika milango ya pepo, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha, wataikuta milango yake iko wazi, imefunguliwa, inawasubiri wao. Kinyume na watu wa motoni, mpaka wafike pale ndio milango ifunguliwe. Kama vile masajini, nilipata kwenda kutoa khutba kwa mahabusu katika jela walizokuwa wanafungwa. Basi ile kuwafikia mpaka kule kuna shida sana. Ufunguliwe hapa,
acha hapa kitu fulani, acha. Na unapofika unafunguliwa kwanza, ukiingia tu unafungwa. Hata wewe utajikuta kama mahusi, kwa sababu ya pale pahali ambapo unakwenda. Na watu wa motoni wakifika, milango inaanza kufunguliwa wakishafika wao. Peponi unafika kila kitu kiko sahali kwao. Hata idha jauha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, na malaika wa peponi wanawaambia salamun alaykum, amani iwe juu yenu, tibtum, furaha kubwa, mmepata faraja kubwa, mmefika huku. Yani wao wenyewe wanakupeni hongera ya nyinyi kufika katika sehemu hii. Tibtum, mmekuwa kadha mamshakum, mmepelekwa mpaka furaha. Fadkhuluha khalidin, yeni milele, utakaa huko milele. Hiyo ndio nyumba ya kuikimbilia. Wa qalu alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa tara al-malaikata hafina min hawli al-'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bilhaqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Katika suratu Zumar, mahala shahid, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara. Na pahala popote ukiona watu wa peponi, sifa yao kubwa ni kumcha Allah. Katika suratu Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah anasema illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna shay'an jannat adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lahwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Mwisho wa maneno haya kuna maneno Allah anayazungumza yaangalia, sikilize vizuri. Tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Baada ya kuzungumzia wanaoacha sala wakafuata starehe na anasa, watakwenda kukuta adhabu, ila wakitubu watakwenda peponi. Lakini hao watu wa peponi wana riziki zao kule, furaha. Mwisho anasema tilka aljanna, hiyo ndio pepo, allati nurithu min ibadina, tutawarithisha, yani tutawapa miongoni mwa waja wetu, man kana taqiya, yule mwenye sifa ya uchamungu. Man lahu taqwa almusafu bitaqwa, hiyo ndio itampeleka kwenda peponi. Nazisome aya zozote nyingine, inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba, zozote unazozitaka mcha Mungu lazima. Sasa ikija suala la kwamba umeshafahamu sifa za watu wenye kwenda peponi katika aya na hadithi za Mtume pia zinagongelea katika msisitizo huo. Falaqad su'ila al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam an akthari shay'in yudkhilu an-nasa al-janna faqala alayhi as-salatu was-salam taqwa Allah wa husnul khuluq. Alipoulizwa Mtume watu watakwenda peponi kwa vipi vingi, akasema mambo mawili: moja, kuwa mcha Mungu; la pili, kuwa na tabia nzuri. Hivi vitawapeleka watu peponi kwa wingi. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mastafada al-abdu al-mu'min ba'da taqwa Allah min zawjatin salihah. Kaifanya hii dini yote kwa vitu viwili tu. Makadhi mara nyingi sana wakituozesha wanatuambia man tazawwaja faqad hafidha shatra dinihi falyattaqillaha fi shatri al-baqi. Yani dini ni mambo mawili: mke mzuri mwema na kuwa mcha Mungu. Wewe na takwa umehifadhi. So man tazawwaja, ukioa umekamilisha nusu ya dini, bado nusu nyingine unaipata katika ucha Mungu, takwa. Ukishajua haya, linaweza kukaja suala lingine la pili: fama huwa taqwa au ma hiya taqwa, nini hii taqwa?
Nini maana yake? Mpaka Mwenyezi Mungu kaifanya hii takwa ndio wasia wa mwanzo na wa mwisho. Wasiyatullah kwa wale waliopita na sisi tuliokuja baada yao. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kumbe pia ni wasia ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawahusia Mayahudi na Manasara, kisha akatuhusia nao sisi. Kwa muhimu wa hili jambo takwa, halitakiwi liachwe na waliopita wala watakaokuja baadaye. Atakayeshikana nao ameshikana na urwatul wuthqa la infisama laha. Nitakupa taarifati 3 za takwa. Wengi katika ulama wametoa taarifati nyingi kueleza takwa ni nini, lakini tuchukue 3. Definition ya takwa. Definition ya takwa katika ulama waliotaja hizi 3 ambazo nimezipenda mimi zaidi. Moja inasema takwa Allah an yutaa fala yu'sa wa an yushkara fala yukfar wa an yudhkara fala yunsa. Takwa Allah maana yake an yutaa fala yu'sa, ni Mwenyezi Mungu atiiwe na asiaswiwe. Kisikia takwa maana yake umtii, usimaasi. An yutaa fala yu'sa. La pili an yushkara fala yukfar, ashukuriwe wala asikufuriwe, ushukuru usikufuru. La tatu an yudhkara wala yunsa, atajwe akumbukwe wala asisahauliwe. Ukija na hivi vitu vitatu utaishi katika takwa. Ukimtii usimasi, umkumbuke usimsahau, umshukuru usimkufuru. Hii taarifu ya kwanza. Taarifu ya pili inasema takwa alla yaraka fima nahak wa alla yafqidaka fima amarak. Definition ya pili, ukisikia mtu anakuambia kuwa muogope Mungu, kuwa na takwa, maana yake asikukute Mwenyezi Mungu pale alipokukataza, asije akakuona pahala ambapo kakukataza, na asikukose mahali ambapo amekuamrisha. Popote ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala kakukataza asikuone, na popote alipokuamrisha asikukose. La yaraka fima nahak, la yaftaqidaka fima amarak. Akikukosa alipokuamrisha na akikuona alipokukataza, wallahi hukuchunga hududa taqwa wala hutoonja. Ya mwisho katika taarifati taqwa anasema khashiyatullah fi sirri wal alan. Khashiyatullah, hofu ya kumwogopa Allah na unyenyekevu kwa Allah, fi sirri wal alan, kwa siri na kwa dhahiri. Wengi wetu tunaweza tukapretend takwa na tukaipata takwa, kwa sababu unaona ayunul kathirina tanduru ilaina, watu wananiona Laila yule, lakini kwa kuwa watu wananiona na mimi naswali napita kama simuoni, hata kama asalamu alaykum inni akhafu Allah, kwa sababu macho ya watu yanakuona. Na hivi ndivyo ilivyo ukiwa mbele ya watu, unakuwa katika hali nyingine. Mambo wewe na Mungu tu, wewe na Allah. Yule ambaye unamuona kwamba mcha Mungu akiwa peke yake, idha khala bi maharimillahi intahaka, unaweza ukaona ni watu wawili tofauti, ndio yeye lakini kwa sababu sasa hivi yuko peke yake na Mola wake, anaona kama Mola humuoni, anafanya ya kupo na kujana, anafanya majambo hata ibilisi anaona haya kuyafanya. Lakini alipokuwa mbele ya watu alikuwa mcha Mungu.
Sasa takwa ni khashyatullah, khawfullah fi sirri wal alam. Kwa siri na dhahiri uwe na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo utakuwa umeingia katika takwa Allah. Sasa hii imeshatufundisha kwamba pepo ina watu na sifa zao, na sifa kubwa ni takwa Allah. Tumeshaijua takwa ni ipi. Sasa tunajibu suala, limadha farada Allahu alaina siyam, kwa nini Mwenyezi Mungu ametufaradhishia sisi funga? Tumelijibu kwamba ili tupate kuwa wacha Mungu, twende peponi. Mapenzi ya Allah kwetu hayo, na Allah na huruma nasi, na Mwenyezi Mungu sabaqat rahmati ghadabi wa rahmati wasi'at kulla shay. Ndio maana Allah anawaambia malaika wake, idha hamma abdi bi fi'li sayyi'ati fala taktubuha alayhi, mja wangu akiwa na azimio la kufanya jambo baya, msimwandikie kwamba kafanya jambo baya mpaka alifanya. Fa idha amila, akilifanya, faktubuha sayyi'atan, mwandikieni moja. Wa idha hamma bi fi'li hasanati, na akiwa na nia ya kufanya jambo zuri, falam ya'malha, na asilifanye, faktubuha hasanatan, mwandikieni wema mmoja. Wa idha amilaha, na kifanya, iktubuha 10, mwandikieni 10. Ila 700 dhaif, ila adhafin kathira. Hadhihi rahmatullahi alaina. Angalia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa huruma zake Allah ni kutuletea sisi mawasim alkhair, ni kutuandalia vyanzo vya usafi, ni kutuletea sababu za kututakasa ili twende peponi. Ndio maana tumewekewa swala, na ndio maana Mtume akasema, araaitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi fi kulli yawmin 5 marrat hal sayabqa fi jasadihi au min daranihi min shay. Mtu kama mbele ya nyumba yake kuna mto wa maji anakoga mara 5 kwa siku, atakuwa mchafu huyo? Qalu la, qala kadhalika as-salawatul 5. Hivyo ndivyo zinavyofanya mtu akiswali mara 5 kwa siku anakuwa msafi. Kama bado unaambia haya, nenda umra. Kama bado haya, nenda hija. Al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna. Bado ana madhambi, anaambia الله تعالى ينزل في السماء الدنيا عندما يبقى ثلث الأخير يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من كذا. Zote hizi rehema yake Allah kwetu sisi, anataka kutusafisha kwa sababu anajua sifa yetu ni kufanya madhambi kila wakati. Kullu bini adama khata'un wa khairul khata'ina wa khairul khata'ina at-tawwabun, wale wenye kutubu ndio wazuri. Analeta mawasim alkhair. Bado tuna madhambi na makosa haya. Mwezi wa Ramadhani unakuleteeni ni swimming pool ya kukoga na kukusafisha wewe kutokana na machafu. Ramadhanu ila ramadhana kafaratu lima bainahuma idha jtunibat alkabair, hadithi ya Mtume. Hapo ndani kuna mambo, hiyo inakuja hii Ramadhani. Inatakiwa watu wajiandae kabla, kama mfano tunavotia betri simu zetu ili tukapate kutumia sana, na nyoyo zetu zinahitaji chaji. Ramadhani inakuja. Sasa kupata uchamungu kwa mambo gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelekeza tufanye nini mpaka Ramadhani yetu itusababishie uchamungu. Tufanye nini mpaka tupate huo uchamungu? Tutafanya nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama Ramadhana, katika hadith muttafaqun alayh, mwenye kufunga Ramadhani imanan wa ihtisaban. Lazima kuwe na vitu viwili, imanan, akiwa na iman kwamba hili linatoka kwa Allah, akiwa na iman kwamba amenifaradhishia Allah, tasdiqan, na kwamba kauli yake Allah ni haki na hamrishi isipokuwa zuri. Imanan, ukiwa na imani na hilo. Wahtisaban, la pili, utarajii kutoka kwa mtu yoyote thawabu, unatarajia kwa Allah. Unafunga unajua mlipaji wangu ni Allah,
na ni saumu ibada ya siri. Hakuna anayejua kweli wewe umefunga. Jua kali kama hili, unaweza ukaingia nyumbani kwako, unaishi peke yako, ukafungua friji yako, ukatoa kinywaji baridi ambacho ni habibun ila qalbika katika masiku kama haya, na ukapiga chupa 2-3, alafu ukatoka mbele za watu, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah. Saumu leo kali, umeiona? Watu wakakwambia kweli maskini, pole, umebaki kidogo tu, lakini kumbe umeshiba, kumbe umekula. Hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akaiweka ibada hii ya siri, na inaleta ucha Mungu. Hakuna aliyekushikia bakora, wala hakuna aliyekuambia ukifunga mpaka ukimaliza nitakupa 1, 2, 3. Unafanya imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Vile vile man qama Ramadhan, vile vile man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Kwa hiyo tukafunge tukiwa tunaangalia vizuri mambo mawili haya, imanan wa ihtisaban, ili tufanikiwe. Tukishaupata mti huu, matunda haya yanayoitwa taqwa, sisi ni watu wa peponi insha Allah. Fa'alayka bitaqwa Allahi fa innaka la tadri idha junna alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج بالغيب وهو لا يدري. وكم عروس زينوه، وكم من عروس زينوها لزوجها وأرواحهم تقبض في ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فمن عاش 1000 و2000 سنة فلا بد من يوم أن يصير إلى القبر. أنا سمع الإمام الشافعي عليك بتقوى الله، jilazimishe ubebe jambo la taqwa Allah, kwa sababu hujui wewe leo upo, kesho haupo. Alaika bitaqwa Allah in kunta ghafilan yatika bil arzaqi min haythu la tadri wa man dhanna anna ar-rizqa yati biquwwa ma akala al-usfuru shay'an ma'a an-nisl. Tena kwa mlango mwingine, taqwa inasababisha Mwenyezi Mungu kukuletea arzaq kwa namna ambayo hujui. Na ndio maana akasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Taqwa Allah ni tafrijul kurubat, lakini uwe kwa Allah. Lakini kikubwa zaidi cha mwisho, hii aya ambayo nitaisoma, inna Allaha ma'al ladhina ttaqaw, Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale waliomcha, wacha Mungu. Yani wewe katika hali yoyote utakayokuwa usibabaike, inna Allaha ma'ak. Muhimu uwe mcha Mungu. Ukipelekwa kaburini, watu wakaondoka, kila mmoja karudi nyumbani kwake, madama Allah ma'ak la tabtais wala takhaf, Mungu yuko pamoja nawe. Ukisafiri ukenda pahala popote, Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli wal mal, Allahumma yassir alaina safara. Uko na Mungu katika safari zako, uko na Allah pahala popote, usijali, atakuwa nawe duniani mpaka kesho akhera. Inna Allaha ma'al ladhina ttaqaw, tumche Allah ili tukapate kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo.